wenye viti wote wa vitongoji, wenye viti wa vijiji, watendaji wa vijiji, watendaji wa kata, twendeni tuzingatie misingi ya utawala bora katika kutoa huduma kwa wananchi. Kwenye shule yetu ya Mlamseje kuna kero, mheshimiwa, ni matumizi mabovu ya fedha ya shule yetu na kuwekewa uwazi wa mapato na matumizi. Kutokuwekewa uwazi wa mapato na matumizi. Awali tulipoanza shule, mheshimiwa, tulianza na mwenyekiti vizuri, tukaunda kamati ya ujenzi, lakini kwenye mapato ile kamati akaifukuza. Baada ya kuonyesha kila kichwa tutoe 35,000 mke na mume 70. Tulianza hapo kwamba 10,000 na kwenda sekondari kwa sababu ndio dira, lakini 25 kwenye shule. Baada ya hapo wananchi tulianza, mwenyekiti wa kitongoji akawatoa wajumbe wa kamati ya ujenzi, akabaki ni mnunuzi mwenyewe, mkusanya fedha mwenyewe kwenye hizo takwimu ambazo akawa anatuletea zikawa ni sitofahamu. Wakazi ni zaidi ya 600, anatuambia 400. Wakazi wa kitongoji ni zaidi ya 600, anatuambia 400. Tulikwenda hivyo. Mimi mwenyewe katika kusapoti nikawa nimesapoti mifuko 6 na pesa ya ubao. Twenda shuleni, ubao haupo, mifuko. Sasa baadaye tukafikisha kero kwa mheshimiwa diwani. Baada ya kuona tunapigwa, tukafikisha kero kwa mheshimiwa diwani. Mheshimiwa diwani unatuambia sasa pesa za mbunge zinaingia kwenye hiyo shule, lakini hiyo shule mheshimiwa tunapigwa, haina kamati. Mwenyekiti ni mkusanya fedha mwenyewe, manunuzi mwenyewe, risiti hatuonyeshwi, mapato na matumizi hatuonyeshwi, hata idadi ya wakazi anayotueleza sio. Kwa hiyo nimesimama hapa kutoa maelekezo, na haya maelekezo sio tu kwenye kijiji cha Idiwili, ni maelekezo ya mkoa mzima. Wenye viti wote wa vitongoji, wenye viti wa vijiji, watendaji wa vijiji, watendaji wa kata, twendeni tuzingatie misingi ya utawala bora katika kutoa huduma kwa wananchi. Juzi nilikuwa kwenye wilaya ya Ileje, nikakutana na malalamiko ya baadhi ya watendaji kuwakamata wananchi, kuwafungia kwenye ofisi zao na kuwatoza faini kinyume na sheria. Nilipiga marufuku. Sitaki kusikia mwananchi anakamatwa na kufungiwa kwenye ofisi ya mtendaji. Mamlaka za kukamata zipo. Mamlaka za ukamataji zipo. Kama kuna mtu amefanya kosa, anaweza kushikiliwa kwa muda, wakati huo taarifa inatolewa polisi kwamba kuna mwananchi huko amefanya jambo fulani ambalo linastahili kukamatwa. Tukatumia mgambo wetu tu waliopatikana katika kijiji. Mwananchi huyo akashikiliwa kwa muda, wakati huo taarifa imetolewa kwa jeshi la polisi, wakaja kumchukua au kumpeleka kwenye jeshi la polisi. Lakini sio kukamata wananchi mnawafungia kwenye ofisi zenu. Ofisi za watendaji wa vijiji, ofisi za kata ni ofisi za kuwahudumia wananchi, sio jela, sio vituo vya polisi. Tusigeuze ofisi za umma kuzifanya kuwa ni jela, ofisi za umma kuwa vituo vya polisi. Ni marufuku. Tuzingatie misingi ya utawala bora, tuzingatie misingi ya haki, tuzingatie misingi ya sheria. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri, simamia watendaji wako, lakini mheshimiwa mkuu wa wilaya, simamia watumishi wako. Kamanda wa TAKUKURU lishughulikie hili jambo la kwenye kitongoji hiko ambacho kilichozungumza. Tukuondoka nao hao mabwana, nendeni kafanye nao mahojiano, hilo kazi ianze mara moja leo. Nadhani mmenielewa.